ni njia ya kuweka bayana umuhimu wa mchango wa wapigania uhuru kwenye mchakato mzima wa kuondoa ukoloni barani Afrika. Programu hii katika utekelezaji wake itaonyesha namna harakati za ukombozi zilivyosaidiwa kwa hali na mali na Tanzania na nchi nyingine hasa zilizokuwa wanachama wa OAU. Urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, mwenyekiti, unajumuisha vitu vinavyohamishika na visivyohamishika vilivyotokana na au kuhusiana na mapambano dhidi ya ukoloni na ubaguzi wa rangi. Urithi huu umegawanyika katika sehemu kubwa mbili ambazo ni urithi unaoshikika na urithi usioshikika. Urithi unaoshikika ni kama majengo, mavazi ya wapigania uhuru, silaha, machapisho, barua, picha na vifaa mbalimbali vya nyumbani na ofisini walivyovitumia wapigania uhuru. Nikisema wapigania uhuru ni pamoja na sisi wenyewe tulipokuwa tunapigania uhuru wa nchi yetu. Na urithi usioshikika ni kama vile maelezo ya mdomo, simulizi, ujuzi, lugha, muziki na nyimbo, maigizo, mashairi, ibada na matambiko. Kwa bahati mbaya, ndugu wajumbe, programu hii bado haijaeleweka kwa sababu bado iko mwanzo katika utekelezaji, na kwa sababu haifahamiki, labda ndio sababu niliomba nizungumzie chimbuko lake. Kumekuwepo mikanganyiko, wengine wakidai kwamba ni programu tumepewa na Umoja wa Mataifa, wengine wakidai tumepewa na Umoja wa Afrika. Sasa nisikilize vizuri, nieleze kusudi kila mmoja kwa nafasi yake ashiriki kwenye utekelezaji. Maneno ya Mwalimu Nyerere ya mwaka 59 yamesharejewa na mzungumzaji wa kwanza Dr. Masebo kwamba sisi Watanganyika tunataka kuweka mwenge, na maana aliyotumia wakati ule hakuwa mwenge, alisema tunataka kuweka mshumaa, kwa sababu mshumaa ni kielezo cha upendo wakati ule. Lakini katika kuweka, unafikiri kwenda mlimani na mshumaa ingekuwa vigumu sana, kwa hiyo badala yake wakatumia mwenge. Lakini maneno ya unyenyekevu, tunataka kuweka mshumaa juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro, kwa sababu yameshaelezwa, sitaendelea nayo. Na haya ni maneno ya kijana wakati ule akiwa na miaka 36 kwenye hotuba yake ya tarehe hizo 22 mwezi Oktoba 1959 aliyoitoa kwenye Baraza la Kutunga Sheria la Tanganyika LEGICO. Na mimi nilikuwa nafanya tathmini, maneno haya yalimtoka moyoni kabisa Mwalimu Nyerere, maana baada ya kufanikiwa yeye na wenzake kupata uongozi wa nchi yetu tarehe 9 Desemba mwaka 1961 alihakikisha huo mwanga mdogo unapandishwa juu ya mlima Kilimanjaro ukiwa umebebwa na Luteni Alexander Nyirenda marehemu, sasa Mungu amrehemu alikokwenda. Na baada ya pale nchi ikapata uhuru, na chini ya uongozi wake aliendelea kabisa kulinda uhuru wa nchi ya kwetu na kupambana na ukoloni, na Tanzania ikawa chini ya uongozi wake kimbilio la watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za Afrika na nje ya Afrika. Watu walikuja hapa kupata ushauri wa Mwalimu, walikuja kupata misaada mbalimbali. Mmeshaambiwa katika masimulizi mengine kwamba hata Mzee Mandela alikuja hapa kupata ushauri wa Mwalimu na msaada wake. Hata wakati wa kuondoka nafikiri alipewa hela za viatu vipi akaacha vya zamani, aliyapelekewa baada ya kutoka gerezani. Sasa maelezo ya kilichotokea baada ya kupata uhuru na juu ya mapambano, mashuhuda wameeleza, sitayaeleza hayo. Lakini tukapata kuondoa ubaguzi wa rangi mwaka 94, watu wakaanza kusahau, joto la ukombozi likaanza kupoa. Sasa akaja mtu mmoja anatembelea nchi yetu mwaka 2002 hivi. Huyu mtu alitoka Afrika Magharibi na alikuwa amesoma sana vitabu vya Mwalimu Nyerere, alikuwa amesikia sana
hadithi za Tanzania na kupigania uhuru. Sasa alikuja amesisimka kabisa kuhusu Tanzania. Sasa akazunguka huko Dar es Salaam, baada ya kukaa wiki moja mbili hivi akawa anashangaa. Naomba ninukuu maneno aliyosema: kwa hali ninayoiona, ama nimefika nchi isiyo, au yote niliyosoma au kuyasikia kuhusu Tanzania hayakuwa ya kweli. Sioni viashiria kwamba hii ndiyo nchi ya kiongozi mashuhuri na mwandishi mahiri Mwalimu Julius Nyerere. Isitoshe, mbona hakuna ushahidi au dalili zozote kwamba wapigania uhuru waliwahi kuishi hapa kama inavyodaiwa? Tuko 2002. Nilitarajia kuona majengo, maeneo, mitaa na kumbukumbu nyinginezo zinazoonyesha kuwa hapa palikuwa mahali walipokimbilia wapigania uhuru kutiwa moyo na kusaidiwa katika malengo yao. Sijaziona. Mgeni huyu ni Dr. Sheikh Tidiane Sy, mzaliwa wa Senegal, ambaye alikuwa amehamishwa Dar es Salaam wakati huo kuiwakilisha UNESCO nchini na kuwa mkurugenzi wa ofisi ya UNESCO Dar es Salaam. Inasemekana ofisi hiyo ilifunguliwa hapa Dar es Salaam ya UNESCO kwa madhumuni ya kuisaidia Tanzania kutoa elimu kwa wapigania uhuru. Sasa mkurugenzi wake huyo kafika baada ya Afrika kupata uhuru, anashangaa, ametembea kila mahali, haoni ya maneno alikuwa anazungumza. Na wakati huo tayari kulikuwepo na juhudi nyingine, lakini hakuziona. Basi ndipo alipowasiliana na Tume ya Taifa ya UNESCO, hasa na aliyekuwa mwenyekiti wake wakati ule Dr. Pius Mwandu kuhusu jambo hili, na akaahidi kushirikiana na serikali na wadau wengine kuhifadhi urithi wa ukombozi. Tunaona umajumui. Huyu ni Mwafrika kutoka Senegal na amesoma kuhusu habari ya Mwalimu na Tanzania. Anafika haoni dalili, lakini anasema atumia nafasi aliyonayo kushughulikia jambo hili. Wajumbe, hali hii ilitokana na ukweli kwamba habari kuhusu kupigania uhuru zilikuwa zimeshatawanyika na walizonazo walikuwa na umri mkubwa, lakini kwa sababu haikuwa ajenda tena, kwa hiyo ikawa watu wameanza kusahau. Kipindi hicho 2000 na kitu hivi, taasisi ya Mwalimu Nyerere chini ya uongozi mzuri wa Mheshimiwa Butiku walikuwa wameanza mpango wa kuorodhesha na kuziweka vizuri nyaraka zote zilizokuwa za Kamati ya Ukombozi wa Afrika, maana zilikuwa zimeachwa tu kwenye ofisi, ili kukusanya simulizi za nini kilitokea katika mapambano dhidi ya ukoloni na ubaguzi wa rangi. Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika ilikuwa imeanzisha mradi wa Hashim Mbita ambao uliwezesha viongozi mbalimbali na baadhi ya wapigania uhuru katika nchi hizo kueleza waliyojua, na maelezo hayo yalishachapishwa sasa katika juzuu 9 na Mkuki na Nyota. Wameeleza katika nchi hizo hali ilivyokuwa. Ni kweli zilikuwepo juhudi za kutafuta na kuhifadhi kumbukumbu za urithi wa ukombozi hapa kwetu na katika nchi nyingine, lakini zilikuwa chache na zilikuwa na utaratibu na uratibu katika nchi zote zilizokaa hapa kwetu wakati wa kupigania uhuru. Wajumbe, Oktoba 2004 uliandaliwa mkutano wa mashauriano jijini Dar es Salaam. Huu mkutano uliandaliwa na Tume ya Taifa ya UNESCO na ofisi ya UNESCO Dar es Salaam na wizara nyingine za serikali. Wadau wengi walialikwa, ikiwemo taasisi ya Mwalimu Nyerere, vikundi vya wasanii, wasomi kutoka vyuo kadhaa vikuu kuzungumzia suala hili, kwa sababu ilielekea kwamba tukiendelea namna hiyo hatimaye tutakuwa hatuna kumbukumbu. Maana kama huyu mgeni anasema sioni ushahidi kwa yanayozungumzwa, na hiyo 2002, tukifika 2040 ndio kabisa hakuna kitu chochote cha kuonesha kwamba tulipigana. Na bahati mbaya hao wenye kuyajua, angalia hapo mbele, wenye kuyajua wote wameshaezeka bati. Ni kwamba wakiondoka kwenda kwa muumba wao, kama tutakavyoondoka wote, wanaondoka na yote wanayojua. Kwa hiyo tunayojidai nayo sasa, wanayoyaeleza hayapo mahala. Kwa hiyo umuhimu wa kuyahifadhi ulikuwa ni muhimu,
Kwa hiyo watu wakakaa katika kushauriana na ukatumwa ujumbe katika kikao, ukapendezwa kwamba upelekwe ujumbe katika nchi za kusini mwa Afrika na kwingineko, kujua kama nao wanaunga mkono wazo hili la kutafuta utaratibu wa kuhifadhi kumbukumbu za urithi wa ukombozi. Ujumbe ule ukwenda ukapokelewa vizuri sana katika nchi zile. Bahati nzuri vyama tawala vilikuwa ni vyama vilivyokuwa vyama vya kupigania uhuru, vyama vya ukombozi. Kwa hiyo walikuwa naikumbuka Tanzania vizuri sana. Kwa hiyo wakapokea vitu, wakasema hili jambo linaungwa mkono, na kama mnaunda kitu hiki basi makao makuu yake kama ilivyokuwa kamati ya ukombozi iwe ni Tanzania, Dar es Salaam. Baada ya kurudi hao walitoa taarifa na ukaandaliwa utaratibu. Tanzania ikapeleka ombi katika mkutano mkuu wa UNESCO wa 33. Katika mkutano huo nchi nyingine 11 zikaunga mkono wazo la Tanzania la kuanzisha utaratibu wa kuhifadhi kumbukumbu za urithi wa ukombozi. Na nchi hizo labda nizitaje tu ni Afrika Kusini, Angola, Botswana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lesotho, Mauritius, Msumbiji, Namibia, Swaziland, Zambia na Zimbabwe. Na tarehe 14 Septemba 2005 ombi la Tanzania likaidhinishwa na kikao cha mkutano mkuu wa UNESCO. Na baada ya maandalizi ya nini tufanye sasa katika kuhifadhi kumbukumbu hizo zikaanza, na UNESCO na UNDP wakaanza kutoa msaada wa mwanzo kuanza kuandaa programu hiyo tunaizungumzia leo. Na kilichofanya imefanywa mambo mengi, sitaweza kuyasema kwa sababu ya upungufu wa muda, lakini kwa pamoja na utafiti wa awali na kutambua maeneo gani walikaa wakimbizi yana hali gani, na kutengeneza nembo ya urithi wa ukombozi ambayo iko juu hapo. Inaonekana kuna mtu amepoteza miguu na mikono, lakini bado anasonga mbele kwenye mapambano, na nia ilikuwa ni kwamba kila itakapogunduliwa urithi huo usiohamishika, basi nembo hiyo iwekwe kuonesha kwamba, na si kwa Tanzania tu, kwa nchi zote zinazoshiriki. Na mwenyekiti, mashauriano yaliendelea na serikali sasa, baada ya wadau kuzungumza, wakaweka kumbukumbu, ikaamuliwa kwamba jambo hili ni kubwa na lazima serikali yenyewe iliridhie baada ya kuwa wizara moja au mbili, na likawasilishwa kwenye vikao maalum vya serikali. Na mwaka 2008 serikali ikaamua kwamba ni lazima programu hiyo ianzishwe ili tuweze kusonga mbele, kumbukumbu zisipotee. Nifikiria maelezo yaliyotolewa asubuhi juu ya uzuri wa urithi huu, juhudi za Mwalimu Nyerere na wenzake, juhudi za Watanzania. Watu walichanga mbuzi, ng'ombe, damu, watu walipeleka nguo, watu walikwenda wenyewe kupigana, halafu kumbukumbu inakuwa hakuna. Vijana watakao kuja watasema ilikuwa hivi tu, tulikuwa kama wale wengine tu. Sasa serikali ikaridhia, na iliporidhia kwa kuna mashauriano kwamba programu hii wasilishwe kwa Umoja wa Afrika. Sasa ikapelekwa, na mwanzoni mwa 2011 Umoja wa Afrika ukaridhia na kuipongeza serikali ya Tanzania kwa kuanzisha programu hii. Na mwaka huo Desemba tarehe 8 programu hii ikazinduliwa rasmi na Waziri Mkuu wakati huo Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda. Ni miaka 10 sasa toka wakati ule. Bila shaka tutapata maelezo nini kimefanyika, lakini nimalizie kwa kuambia mfumo wake, kwa sababu ni muhimu. Mfumo wa programu hii ni kuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni matawi